Samahani mdogo wangu. Habari yako? Salama, kwema? Kwema. Samahani mdogo wangu. Nilikuwa namuulizia kijana mmoja anaitwa Munde. Ndiyo, namfahamu. Oh. Je, anapoishi unaweza kunielekeza? Naweza kukuelekeza. Umeiona njia? Hii njia unanyoosha pale mbele unaenda ukata. Unakutana na duka la utamu wa pipi. Ukisogea mbele kuna nyumba ina msauzi mwekundu. Ndio hapo hapo. Oh. Kwa hiyo ukifika kwenye duka la utamu wa pipi ndo utakuwa umefika. Ndiyo. Basi asante. Sawa. Kisasi cha mzimu inaniumiza, kinanivuta pole pole ndani ya kiza. Kisasi cha mzimu hakisamehe, kinanifanya nilie bila mwisho. Vipi mtemi? Safi, niambie mwanangu. Fresh kama kama. Niambie. Kama kawaida vipi? Fresh wapi huko? Huku mwanangu kuna mwanangu nimetoka kumcheki hapo chini lakini sijamkuta. Bwana vipi? Unajua leo bwana nimekutana na bwana nani udogo fulani nani huyo. Mlikuwa mnacheza na draft hapa juu. Nani Kimbudu? Kimbudu. Nimekutana na bwana Kimbudu anakuja kulalamikia. Bwana Koroboi, unajua mimi ndugu yetu mtemi mimi simuelewi. Namuuliza wewe mtemi umuelewi nini? Akwambia mtemi ule kama sio anavuta bangi yule ashaweuka ashakuwa chizi. Namuuliza amekuaje chizi mtemi afu unacheza naye draft? Anakwambia maana pale tupo tunacheza draft kaja bwana nani? Huyu bwana nani hapa nani huyu bondeni hapa huyu nani? Munde. Munde. Ndio. Kaja bwana Munde. Munde kaja anamlalamikia. We Munde, mimi nakuita hapa, umepita hapa sio muda nakuita, uniitikie umepita kimya. Umegoma hata kuitika. Ndio maisha gani haya? Nikamwambia sasa uchizi wake hapo mtemi uko wapi? Mtemi na maana unataka kuniambia mtemi uchizi wake ni kumwambia ukweli Munde? Kumwambia Munde mimi mwanao nakuita afu unanikaushia? Maisha gani hayo kama mimi nakuita unanikaushia? Munde alikuwa hajapita. Mtemi tu uchizi wake ushakuwa umempanda sijui bangi zile. Nikamwambia nisikilize Kimbudu, mimi mtemi namjua fika. Mtemi avuti bangi, mtemi anywi pombe, mtemi avuti sigara na mtemi sio chizi. Mtemi ana akili timamu na ndio maana ulikaa naye chini ukawa unacheza naye draft. Umeona? Sasa mimi nikawa zinashindwa kuelewa hapo. Vipi ilikuwaje? Nikwambie kitu kimoja Koroboi. Sasa hivi dunia imeharibika. Unajua kuna watu wengine wanakuwa na wehuka bila kujitambua. Iko hivi, tulikuwa tunacheza draft mimi na huyo Kimbudu. Umeona? Akapita Munde. Munde mimi ni mwanangu, hawezi kupita bila kunisalimia. Mimi nikamuita. Oya Munde. Munde kapita bati kali, hajasimama. Jamaa anarudi anaanza kunifokea. Wewe vipi tunacheza draft unaanza kuita watu wengine? Nikamwambia babu mimi namuita Munde mwanangu sana. Munde wapi? Mbona mimi sijamuona Munde? Hujamuona Munde? Mbona Munde kapita hapa na mimi ndo namuita? Wewe umeanza kuchanganyikiwa. Munde huyo hapo anatokea. Munde. Niambie Kante. Safi ni aje? Poa harakati. Good, unyama kabisa. Bado poa. Wa Munde. Asikia sasa mimi nikutana mtu mzuri. Anakuulizia. Mimi nilichofanya nimemuelekeza mpaka nyumbani kwako. Mtoto piskali mwanangu. Hebu acha piga hizo basi Kante. Nini shida? Sema mwanangu Munde kumbe mwanangu na mtoto mkali mwanangu afu tuambie mwanangu. Kante. Hivyo toka unijue mpaka leo. Wewe ushawahi kuona wapi mimi na maswala ya pigo za watoto wakali? Sasa mimi yani sikize nikwambie. Mimi ndo nimeshamuelekeza mtoto yupo nyumbani. Yani sasa hivi mpaka sasa ninavyoongea mtoto yupo nyumbani kwako. Maana utataka hapa tena tuanze kubishana wakati mtoto mkali kabisa unaye kabisa. Si kwa sababu sio hautuambiagi yani. Basi poa usiwaze. Sema nini? Wewe vipi babu? Mtoto mkali. Mtoto ana sura ya Kihindi. Ngoja niwahi geto.
Munde anatokea, mimi naanza kumueleza babu, mbona unapita unisalimii? Mimi napita sikusalimii, mimi ndo nafika. Ndo unafika? Namuuliza jamaa, wewe Kimbudu, huyu sikapita hapa, mbona alikuwa anisalimii? Akasema, "Wow, usinishirikishe kwenye hayo mambo. Mimi sijamuona mtu kupita ananikataa tena. Wakati tulikaa wote pale. Sasa je, kati ya mimi Mtemi na huyo Kimbudu, nani taila, nani mwehu?" Ujue mimi hapo nimeanza kuelewa kitu kimoja. Ujue kuna wakati mtu anakuambia siku zote ule mchezo wa draft ule ni mchezo wa kimahesabu. Yaani ule mchezo wa draft ni mchezo wa kimahesabu. Huenda hesabu zishakuwa zimemzidia, kwa hiyo akawa anafanyaje? Anatafuta sababu. Unajua kuna sometimes mtu ukimfunga goli la kwanza labda anakuta mchezo wa muendei, anaanza kutafuta sababu, kupaniki nini. Na kweli ujue nilimpiga hizo goli 4. Hajui kucheza. Kwa hiyo kwa hiyo mpige goli 4. Goli 4 na ndio maana hajamuona Munde, nakwambia. Basi na mimi hapo nimeanza kuelewa. Maana yake tayari akili zake zikawa zinamwaza demu wake, akicheza draft haelewi, anaona ndio unataka kumfunga na la 5. Akaona hata huyu Munde. Yaani unajua kuna wakati anakuambia kuna mtu anaweza kawa anatembea barabarani, akisha kuwa na mawazo, hata honi za magari anaweza asisikie. Hata akipika pale ukimwambia bwana wewe umepishana na gari, anakuambia mimi sijapishana na gari. Kabishana na gari muda huo, lakini tayari kichwa chake kishakuwa na nini? Na mawazo. Na ndio maana mimi nikamwambia Kimbudu, usimhukumu mtu usiyemjua. Inabidi ufanyie uchunguzi ndo useme. Uwezekani ukasema tu ile hii mtu anavuta bangi. Hivi unajua hata serikali ikisikia fulani anavuta bangi inamchukulia hatua gani? Nisikilize mwanangu, yule ndo chizi. Kwa sababu haiwezekani tukakaa sehemu, yani kama tupo hapa hivi, mtu anapita pale eti tushindwe kumuona. Yule ndo atakuwa na mawazo, afu yule ndo anavuta bangi. Nakwambia. Si unajua hata makundi yake yule dogo. Yaani hata we tunaenda mbele, utakuja utakaa naye, atapita mtu wewe utamuita, afu atakwambia hajamuona, nakwambia. Afu utakuja kuniambia. Haya poa bwana. Mimi nikasema bwana mimi nitamtafuta bwana Mtemi kwa vyote vile. Yaani Mtemi anisimulie hii story. Fresh, kwa hiyo wewe wapi sasa hivi? Naingia juu hapa. Kuna mission ni twende wote? Hamna. Au unaenda kwa mtoto wewe, kwa mtoto huyo? Hamna, kuna issue naenda kuicheki mara moja hapo. Najua. Ila kukiwa na mission mimi lazima nikushtue. Wewe mzee wa mademu, wewe utakuwa unaenda kwa demu, mbona hutaki twende wote? Unajua tena. Habari ni kwa mimi nikuache bwana. Poa. Nalia gizani, hakuna anayesikia. Macho yamekauka kwa machozi ya damu. Kuta zinasogea, hewa inaninyima pumzi. Nimefungwa na kivuli kisicho na mwisho. Sauti zangu zinagonga ukimya wa usiku. Zinarudi kwangu kama laana isiyoisha. Naona maumbo yasiyo na uso, yananizunguka, yananinong'oneza kwa baridi. Nisaidie, nisaidie, nateseka. Lakini hakuna anayejibu kilio changu. Kila kona kuna giza linalonimeza, na giza hilo linaniita jina langu. Kisasi cha mzimu
Oe babu, pigo gani hizo mwanangu? Mimi nashangaa. Toka lini Munde ukaogopa nyumba yako? Mwana kwanza nicheke yani. Da. Yaani mwanangu, hebu kwanza jiulize bwana, ungelikuwa ungeweza mwanangu. Ndani kwako mwenyewe. Alafu unaingia unakuta jitu limekuvalia mishuka nyeupe kama hivyo kama limzimu. Wewe mwanangu ungekaa ndani. Yaani kiali ya kawaida tu. Nisingekuwa nimepitia jeshi. Oya, hapa nyuma tayari nilikuwa nishachafuka. Lakini ndio vile mwanangu mikaza kina babu. Munde unasemaje nini jeshi? We acha bwana mambo yako. We jeshi wewe umeenda jeshi? Munde, hebu niache. Niache. Jeshi wapi na wapi? Jeshi umekuwa muoga hivyo? Wewe mwanangu sema umelocha. Haya wewe umingeje mlango mimi nilifunga. Ndugu yangu, hebu acha mambo yako. Mlango huu ukufunga. Mimi niliukuta wazi nikaingia ndani nikasema ngoja nikusikilizie mwanangu. Kasema lakini kwenye kukusikilizia ngoja nikupe fundisho kwanza. Sababu kama hivyo angeingia mtu mwingine angekomba kila kitu ndani, TV zako nini zote angevichukua. Poa bwana. Bila mwanangu tutauana maana ningekuwa na pressure nishakufa mwanangu. Da. Vipi mwanangu Kimbudu? Fresh mwanangu. Unyama kabisa. Kama kawa. Da. Unajua mwanangu hapa kijijini yani kuna mazingira fulani hivi unajua siyaelewi. Mazingira gani hayo tena kanti? Mwanangu, hapa mtaani kuna sister kaingia. Alafu sister mwenyewe anaonekana ni mgeni. Sister mgeni alafu pisi kinoma. Alafu cha ajabu sasa nikutana naye. Anamuulizia Munde. Mkali kinoma. Sasa mwanangu, yani kinachonishangaza. Munde mimi sijawahi kumuona na demu. Na siku 3 za nyuma nilikuwa shambani kwangu nilikuwa naangalia mazao. Ila ghafla nikawa nasikia makelele kwenye nyumba ya Munde. Makelele kama huyu tena kama watu wanagombana. Mimi ngasema ngoja nisogee nende ngasikilize. Kufika pale makelele, watu kama watakapigane. Nikaunga mara ya kwanza. Makelele bado. Nikaunga mara ya pili. Yale makelele yakawa yamekata. Ila kia nichungulia ndani kule sioni mtu. Ila sasa mlango umefungwa. Nikajiuliza mwanangu. Yaani nifikiria nikasema huyu Munde sasa hivi anafuga majambazi mundani au make yani sielewi yani mazingira ya pale. Alafu na huyu sasa alioingia ni mgeni. Sije kumuona. Yani kumangu kitu hiko ndo sikielewi. Unajua Kante, mimi Munde unajua namfahamu vizuri. Na Munde kwenye lile jengo anaishi peke yake. Na Munde ameishi pale muda mrefu sana. Sije kuona pale ameingiza kamanzi chochote. Wala useme labda kuna ukoo wake, labda umetoka mkoani huko, umekuja pale, anaishi nao, hakuna. Yuko peke yake pale. Munde kama Munde na mjengo wake ule. Lakini wewe unavyoniambia umefika pale umekuta sauti ndani. Tayari inaonekana hizo sauti ni za watu wengi, sio za mtu mmoja. Sasa ili swala mimi ninavyoona, acha tulifanyie uchunguzi. Kwa sababu siwezi nikaa na uhakika moja kwa moja. Basi kufanyia uchunguzi. Kwa hiyo tukifanyia uchunguzi, basi tutakuwa na majibu ya uhakika. Kama Munde pale hapo mwanangu umesema. Manake mimi mwenyewe nilijaribu kumshirikisha Mtemi. Mtemi naye anazingua mwanangu naye. Sasa sikia. Kwa hiyo hapo tufanye lini tuingie ili tuende kwa uchunguzi. Na uchunguzi huu tufanye kwa makini sana. Kwa sababu yani kama ni wezi ambao tunatafuta chaka kwenda kujivika, wale ambao washatoka kuiba. Kwa maana hiyo tukikamatwa tu hata na maneno ya kujitetea. Kwa kama uko tayari basi tunaweza tukafanya huo uchunguzi. Lakini hilo swala acha tulifanye kwa kesho. Kwa kesho? Sasa hivi muda umeenda. Basi poa. Poa mwanangu. Munde. Naam. Unajua mimi siamini macho yangu kwamba yule mwanamke wewe umemtoa wapi, kwa sababu kuna sehemu nilipita nilikukuta umekaa naye. Alafu kwa nini unanificha? Usiniambie ukweli mwanangu. Yule mwanamke nilokuambiaga
kwamba nimemuota mimi kwenye ndoto. Ndio yule ambaye nimekukuta wewe umekaa naye. Yaani mwanangu Zungu, sometimes yani nikikuangaliaga hivi, yaani ukonaga mtu fulani hivi wa maajabu. Maana yani maneno yako bwana. Kwa wewe kwa kuwa umeniona mimi nipo na demu, basi na wewe ndio uko na yes. Sasa hapa ndio hapa sasa ndio sehemu ya kwenda kudhibitisha uongo wangu ambao nilimuongopea Munde kwamba nilikuota ukiwa na demu. Sasa leo kwa kuwa umeniona na demu, unataka kuudhilisha uongo wako, au sio? Sio kwamba mimi ni uongo. Wewe hujakaa na mwanamke? Hujakaa na mwanamke mkao mnapiga story same fulani hivi mchana kweupe, hujakaa na mwanamke mzuri? Wewe hujakaa naye? Ni kweli mimi nilikaa na demu. Sasa huyo demu anaitwa Odema. Ni mgeni katika kijiji. Anatokea kijiji cha pili hapo. Na nimeanza naye urafiki juzi tu. Ni pisi kweli mwanangu ninavyokuambia. So pisi mimi nimepishana nayo na nimekuona unakaa nayo. Kwa hiyo yani unavyonihadisia tu ni unanzilishia tu kwamba bwana ndio. Siku ya kwanza, ujue siku ile natoka shambani baada ya kukutana na wewe njiani ulivyoniambia nimeota ndoto. Wakati narudi tena nyumbani nikakutana naye njiani kwa siku ya kwanza. Alikuwa amekaa kinyonge tu barabarani, nikamsalimia. Basi ndo pale tulipoanzia urafiki. Mimi bwana nikupe hongera. Kwa sababu yule mwanamke hapa kijijini hamna anayefanana naye. Na ukichelewa kama haujatwia na ukichelewa kama haujaweka swaga, wanaume wa kijijini watamchukua. Sio demu wangu bwana. Ndugu yangu, weka swaga. Kila kitu sikuna utaratibu. Kwani kila kitu tunaenda haraka. Na subiria mambo ya vute tuviane sana, baada hapo nitie swaga. Usipoweka swaga utakuja kumkosa. Haki ya Mungu nakwambia. Basi haina shida. Nitajaribu kidogo. Sasa utajaribu wewe tia mama, yani weka gia baba, uchukue mzigo tuone pale umekaa nyumbani. Sawa, jioni atakuja. Au sio? Ya jioni nitajaribu kuongea naye. Ndugu yangu basi kuja na mimi uniite bwana, ni angalau ushaanza. Basi. Mambo mengine vipi kwanza? Fresh ndugu yangu. Mwanangu mimi YouTube yangu inanisumbua hapa. Wewe mwanangu wewe si mchoyo. Mimi nimekwambia na mimi nitafutia hata simu kubwa utaki, mnataka nyinyi tu mperuzi wenyewe. Sasa wewe simu kubwa ya nini? Mimi napambana na YouTube hapa. Usiku wa manane, kivuli cha simama, sauti za wafu zanita kwa jina. Mapenzi yalikuwa moto wa tamaa, sasa yamebaki damu na laana. Giza lanifunika, moyo wanitetemeka, kila kona naona sura isiyoonekana. Ahadi zilivunjika, roho haijapumzika, mzimu umerudi, kisasi kimeamka. Nilikupenda kwa moyo wa kweli, ulinisaliti bila huruma. Sasa narudi kutoka kuzimu, kuchukua haki yangu ya damu. Kisasi cha mzimu hakisamehe, kinakuja kimya kimya usiku. Roho mbaya inanifuata, hakuna pa kukimbia. Kisasi cha mzimu hakisamehe, kilio changu hakikusikika. Sasa ni zamu